بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea na surati Dhariyat insha Allah. Na jana tulisimama katika aya ya 40 baada ya kuelezea kisa cha Musa iliyokuja katika aya 3. A'udhu billahi minash shaitani rajim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. katika habari za Musa alayhi salam ziko alama za kutosha. وفي موسى ibra na ayat na dalili za kutosha utume wake, na kwamba tumempeleka kwa Firaun kwa hoja zilizokuwa wazi kabisa. Sultani mubin. Fatawalla biruknihi, akakengeuka akaringa na kujivuta nyuma. Biruknihi, na rukni ni nguzo unayotegemea, bimaana hapa na jeshi lake na kibri yake na kila kitu chake kinachomfanya ajionee ndo Mungu. Kwa hivyo fatawalla birukni wa qala sahirun au majnun, kwa kumtuhumu Musa, mara aseme sahir mchawi, mara aseme majnun madazimu. Fa akhadhnahu wa junudahu, basi tukamtia mbaroni, tukamkamata. Na hii akhdha azizi muqtadir ni kuchukua kwa Mwenyezi Mungu, yani kumtia mbaroni kwa kumadhibisha, kwa kumwangamiza. Kwa hivyo fa akhadhnahu wa junudahu, tukamchukua pamoja na jeshi lake. Na junud ni jeshi ya kila aina, majeshi ya vikosi mbalimbali ya kila aina. Junudahu, jundu inaweza kuwa jeshi moja kubwa la aina moja, lakini junud pamoja. Naam. Na askari kwa moja inaitwa jundi. Na ukisema junud bimaana kila aina askari. Na fanabadhnahum fil yammi, tukawatupa katika Yam. Tabani Yam ni bahari, na bahari yenyewe ni Red Sea. Wa huwa mulim, na yeye ndio kulaumiwa. Aliyofanya yote halaumiki, bila shaka yeye ndio kulaumiwa, ni kosa ni lake. Hajamtia Mwenyezi Mungu katika adhabu ila kwa sababu ya makosa aliyofanya. Kwa hivyo huwa mulim, yastahiqu laum, anastahili kulaumiwa. Halafu tunakuja katika aya zetu wa fi adin. Tunaendelea wafi na katika kuna ibra katika kisa hichi kuna ibra, kuna mafunzo, kuna mazingatio kwa hali iliyotokezea. Wa fi adin idh arsalna alayhim الريح. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. زما hapa الريح metaja, na rih ni aina moja upepo. Na mara nyingi mustalah Qur'ani aghlabia katika kutumika kwa neno rih katika Qur'ani ni kwa ajili ya upepo ambao wenye kuleta adhabu. Na inapotumika kwa jamaa, kwa plural, inakuwa riyah, basi yenye kuleta manfaa. Upepo wenye kuleta mvua, upepo wenye kuleta baridi, upepo wenye kuchukua punje za mti huu kapeleka kwenye mti huu kasababisha nini, mmea kustawi, sehemu ya kiume kupeleka kwenye sehemu ya kike katika miti, bifi'li rih, yani riyah, upepo wa kila aina. Pepo zinapokuja kila upande zina faida na manufaa kwa ajili ya binadamu, lakini rihin salsarin atiyah, pepo mkali, mara nyingi rihin upepo mkali. Hapa anasema nini? وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم
ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. tumekwisha. Katika sura Dhariyat baadhi ya visa vya mitume na yaliyowafikia, na zaidi ukitizama katika aya hizi kuanzia Lut, lengo hasa kubwa namna gani walivyoangamizwa. Kuja kisa cha Musa na adui wake mkubwa Firaun kuzamishwa. Hapa nakuja nini? Qaum Ad na rih, upepo mkali kuangamiza. Kadhalika inapokuja kisa Thamud na qaum ya Salih, inakuja sa'iqa, chini tutaelezea inshallah. Kwa hivyo ukitazama katika aya hizi mbili tu kwa ufupi. Kwa hivyo sisi wajibu wetu pia kutoka nje katika ayati nyinginezo kutafuta urefu wake, au tupate kisa kikawa kina ukamilifu kidogo. Kwa hivyo fi adin idha arsalna alayhim ar-riha al-aqim ma tadhru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim. Anasema katika kisa cha Ad kuna mazingatio, idh wakati tulipowapelekea, idha arsalna alayhim ar-riha, tulipowapelekea upepo wa maangamizi, al-aqim, upepo ambao nini wanaita papazi wenye kuangamiza, upepo mkali aqim. Tutaelezea kauli aqim sasa hivi inshallah. Ma tadharu min shay'in, upepo huu hauachi chochote. Ma tadharu bisighati al-mudhari', mfumo kama kwamba ni kitendo cha sasa hivi, hakiwachi. Lakini hasa jambo hili lishatokezea katika Qaum Ad karne kadha nyuma. Kwa hivyo kama utafasiri lilivyo utasema haukuacha, ulipokuwa unavuma na kwa ajili ya kuangamiza, haukuacha kitu njiani. Ma tadharu min shay'in, hajasema ma tadharu shay'an, hata chembe ya kitu. Min shay'in, hata udogo wa vini hakijaacha, kila kitu kimeteketeza na kuangamiza. Ina ablagh zaidi, inaleta maana zaidi kuliko kusema ma tadharu shay'an. Ma tadharu shay'an, hakiwachi kila, min shay'in, hata chochote katika kitu kenye kuitwa kitu, basi hata kidogo katika kitu hicho kijawacha. Ma tadharu min shay'in atat alayhi, kilichokipitia wakati upepo unavuma, ikipita njiani inachukua kila kitu na kuharibu na kuangamiza kila kitu. Hiyo ndio kusudio ma atat, ma tadharu min shay'in atat, ma tadharu, la ma tadharu hakijaacha. Tadharu tatruku, yani kuacha. Hakiachi, ma tadharu hakikuacha, min shay'in, chochote, atat alayhi, kilichopitia upepo leo ulivyopita kila kitu, illa isipokuwa ja'alatu, imekijalia hicho kitu kilichokipitia ikawa karramim, ilikifanya katika kama ni kama kamba mbovu, nasema hapa tafsiri. طيب في عاد آيات، na hao Ad walikuwa kishi katika Aljazira Al-Arabia, Arabian Peninsula, hii sehemu ya chini south, nasema katika sehemu ya Saudi Arabia. Sasa sehemu hii ilikuwa katika kusini ya Aljazira Al-Arabia. Hao watu wa Ad walikuwa qaum shadid, watu wenye nguvu sana. Hata qalu, nini wamesema? Man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Zama jeuri zao. Man ashaddu minna, nani alikuwa shadidi zaidi kuliko sisi kwa nguvu? Man ashaddu minna quwwa. Mwenyezi Mungu anajibu, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Haoni kwamba Allah aliyeumba ndio mwenye nguvu zaidi? Mtakufanya jeuri zenu, Mwenyezi Mungu atakutieni baroni, atakuadhibisheni. Naam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anajibu, awalam yara, haoni, anna Allah, ya kwamba Allah alladhi, naye ndiye ambaye, khalaqahum, aliumba, huwa yeye Allah, ashaddu minhum quwwa wa kanu biayatina yajhadun, walikuwa katika aya zetu wakizipinga. Hawa ndio qaum ya Ad. Na tunasoma katika surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, huoni vipi Mwenyezi Mungu alivyofanya Mola wako mlezi ya Muhammad, vipi alivyofanya kwa qaum Ad. Ad Iram ذات العماد, wenye hii imad maana tunasema ni nguzo, lakini walikuwa nguzo za kutegemea.
walikuwa na mategemeo makubwa, walikuwa wakifanya kila wanachotaka kufanya, walikuwa na nguvu sana mpaka zikatia zijeuri nguvu zao, wakawa wanafanya dhulma kila aina. Alati lam yukhlaq mithluha fil bilad, hawajaumbwa mfano wake. Na Mwenyezi Mungu akileta dalili hii kwamba hawajaumbwa mfano wake kabla katika miji yote fil bilad, ina maana kwamba hata kuliko Firauni pia walikuwa na nguvu kama Ad. Na hivi ndio kwa maana wakawa nasema nini, wasema qalu man ashaddu minna quwwa. Na adabu yao Mwenyezi Mungu akatia fa asabahum alqahط wanasema ukame, ukapiga ukame. Farsalallahu alaihim ar-riha, akapelekea upepo mkali. Wakati wao walikuwa wanategemea itanyesha mvua, sasa hivi alqahط imeingia, ukame, ukavu, ziraa inakufa tu. Na tunaposoma katika al-Haqq nasema kadhabat Thamud wa Ad bilqari'a, walikadhibisha القارعة الحاقة الطامة الكبرى الصاخة، yote bimaana يوم القيامة kiyama, na kila moja ina maana yake. Na الحاقة ما الحاقة haya yote majina qala. kadhabat Ad wa Thamud, kadhabat Thamud wa Ad bilqari'a, wamekanusha kuwepo kwa kiyama. Halafu Mwenyezi Mungu akasema nini? فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد، أما سنزungumza عاد فأهلكوا وكانgamizwa، وأهلكوا بنين بريح صرصر عاتية، wameangamizwa kwa balaa kubwa ya upepo uliokuwa mkali kabisa. Atia sarsar, tena ulikuwa mkali hauzuiliki, mtu yote akija upepo ule unamchukua, unamrusha huko, unamvunja. Sasa upepo mkali haujaonekana mfano wake, kama jeuri zao walizokuwa kwamba jiona kama hakuna kama wao. Na Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba sisi tuna nguvu, tutakuletea upepo special nyinyi, ambao upepo huo sakhara alaihim, Mwenyezi Mungu amewapelekea 7 layalin wa 8 ayamin husuma. 7 layali, usiku 6 masiku wa 7 layalin, usiku 7 wa 8 ayamin, na mchana mingapi? 8. Inana umeanza mchana usiku, mchana usiku, mchana usiku, ukaishia mchana. Masiku ya usiku night 7, na mchana umeanza mchana ukamalizia mchana, maana 8 ayam. Lakini basi mpepo wenyewe mfululizo, ndio hapo unapata kauli ya husuma, mfululizo upepo mkali. fatara alqauma fiha sar'a, wote wamekufa. Neno kitumika sar'a imetumika katika lugha ya kisasa, tunatumia mtu kuwa na kifafa, anazimia, anatoka mapovu mdomoni, asi anaanguka. Lakini sar'a mara nyingi bimaana kwamba kama ndio mshakufa. wanafika fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah. Sa'iqa neno jingine kwamba kama wamepigwa na umeme papo pale wakateketea kafa. Kwa hivyo sar'a na sa'iqa bimaana maneno yanaonesha aina za adhabu ambazo zinamalizikia kwamba binadamu kufa baadaye. fatalqama fiha sar'a kaannahum, hata kwa mfano kaannahum nini, ajazu nakhlin khawiya, kama magogo ya mitende yaliyoanguka chini, ndani yake pana uwazi, khalia, matupu, hayana kitu. Yameshaozeana, yakanini, yakakaukiana, yana sehemu ya ndani yote na chambuka na munyuka khalas. Kwa hiyo hivi ndio Mwenyezi Mungu aliwaadhibu kwa aya zilizokuja katika surati al-Haqqa. Lakini Mwenyezi Mungu alipowapelekea upepo ukali, wao walikuwa wanategemea utakuja upepo mzuri, wanatazama juu mawingu, upepo wa mvua unakuja. Kumbe Mwenyezi Mungu alipopea upepo, kanu yataraqabuna al-matar, walikuwa wanasubiri utakuja mvua itanyesha.
lakini ulikuja badala yake ar-rih al-azima ash-shadida, upepo mkali shadid. Kama tunafungua katika sura al-Ahqaf, katika sura al-Ahqaf tukitizama utaona hizi aya zimetaja aya kuhusu kisa hichi. Kuanzia aya 21 Mwenyezi Mungu anasema katika sura al-Ahqaf aya 21 sema wadhkur akha Ad idh anzara qaumahu bil ahqaf, na wakumbusha Muhammad wenzi wao kina Adi huko walipokuwa huyu nabii Hud akiwa anawapa indhari watu katika maeneo ya al-Ahqaf, wanasema ni maeneo ya Yemen, ambao maeneo na machungu ya mchanga Ahqaf. Wakad khalat an-nudhur min bayni yadayhi, mpaka ikawa tena waonyaji wengi waliokushakuja kabla yake. Wakhalat wamesha malizika na haja wamegoma kuwasikiliza, walikuwa hataki. Min bayni yadayhi wa min khalfihi, na walikuja baadaye pia. Hawa wanapoambia alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, nakugopeni adhabu ya siku adhim. Qalu ajitana litafikana an alihatina, watakutuzushia miungu ambayo sisi hatuijua, tuache miungu yetu. Faatina bima ta'iduna, tuletee hiyo ndio tuahidi kwamba itakuja adhabu, tuleteni in kunta min as-sadiqin, kama wewe katika miongoni sema kweli. Qala inma al-ilmu inda Allah, lini nitaweza kufanya? Msiwezi kufanya, atakayeleta ni mwenyewe Mwenyezi Mungu adhabu na ilmu hii, na lini atakufanya mwenyewe? Basi mimi nimetumwa nikufikishieni ujumbe, wa balighukum ma ursiltu bihi, yale nilotumwa kwa ajili yenu nikuelezeni, shakuelezeni. Walakinni arakum qauman tajhalun, na kwa nini mnafanya ujinga, mnapuuza, mnadharau? Sasa basi ndio hapo, falamma raauhu aridan mustaqbila awdiyatihim, ndio hapo sasa walipoliona wingu mustaqbila awdiyatihim, imekabili imeelekea upande wa wadi bonde awdiya, mabonde ya awdiyatihim, wamefurahi. Qalu hadha aridun mumtiruna, hayo tena mawingu yanatuletea mvua, tunyeshe mvua. Bal huwa mastajal, wanajibiwa sasa, bal huwa mastajaltum bih, hayo si ndio mlikuwa mkiamiza. Fatinu bima ta'iduna, kama kweli tuleteni basi mlitoahidi. Bal huwa mastajaltum bih, hayo ndio mlikuwa mnaharakiza, tuleteni adhabu. Ndio naambiwa hapo, rihun fiha adhabun alim, upepo mkali ndani yake na adhabu kubwa sana. Tudammiru kulla shay, tudammiru, upepo huu unavunja na kuvuruga na kuharibu kila shay, kila kitu. Ndio ile maana katika aya yetu hapa inasema nini? Inasema tadharu min shay'in atat alayhi, ma tadharu, hakujawacha chochote, atat alayhi, ilichopitia. Ndio hiyo maana tudammiru, inavunja inaangamiza kila shay'in, taban bi amri rabbiha, kwa amri ya Mola wake. Kilichokuwa ni fasbahu la yura illa masakinum, ikawa hakuonekani chochote isipokuwa majumba tu yaliyoharibika. La yura illa masakinum. Naam, kadhalika najzi alqawma almujrimin, hivi ndivyo jaza yao wa qaum walikuwa madhalim. Na upepo unapovuma unakuwa unaharibu kweli kweli. Aliposema rihun aqim, al-uqm bimaana upepo usiokuwa na maana, usiokuwa na faida, laysa fiha thamara, hausababishi kuleta matunda. Kwa nini? Kusababisha nini? Mazao kuingiliana, mti huu kuchukua mbegu ya huku kupeleka mbegu. Upepo unafanya kazi kubwa sana. Wadudu nyuki na wadudu wengine wanachukua pollen kutoka mti mmoja, sehemu ya kiume wanatia katika sehemu ya kike katika miti mbalimbali, katika maua. Inasababisha nini? Germination. Inasababisha nini? Miti kuzaa.
na kadhalika upepo unafanya kazi, na siku hizi ya binadamu pia anafanya kazi hiyo. Naam, kwa hivyo ziko njia mbalimbali za kusababisha nini miti kuchanganya kwa ajili ya kuzaliana. طيب, upepo unapokuwa rihan aqim ina maana kwamba una faida. La tahmilu ma, haubebi maji, wala tahmilu suhub, habebi nini mawingu yenye maji, na kichukua mawingu basi mawingu makavu yasikuwa na nini. Upepo mfano unaosema kalmar'atul aqim, mwanamke alikuwa aqim au aqir tasa, mwanamke aqim alati lan talid. Wa hadhihi ar-rih al-aqim, na huu upepo aqim hauleti maji ya kupatikana mazao katika maeneo mabonde yao. Kadhalika wanatumia neno rih tabaq aqim idha lam tati bimatar, wanatumia neno yawmun aqim, siku aqim, ile mubalagha katika lugha. Wakisema yawmun aqim, siku iliyokuwa kavu, hajaleta hata upepo mdogo, hakuna, shwari kabisa, yani wanahitaji hata upepo kidogo kuburudisha hivi, hakuna. Unasema nini rihun aqim, pia wanasema yawmun aqim, siku aqim. Hata wanatumia watu anasema aqlun aqim, aqli isiyokuwa na khair ndani yake, isovuna jambo lolote, isosaidia katika kufikiri au kutumia akili kwa ajili ya mtu kama mwehu mfano. Aqil wanasema aqil aqim. Kwa hivyo inatumika neno aqim bimaana kwamba upepo huu ulokuja ni upepo maangamizi, bila shaka utakuwa nini, utakuwa aqim. Na neno ramim, ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الرميم neno jingine kule limetumika katika sura Kahf, Hashim. Unapokuja wadrib lahum mathalan hayati dunya kama in anzalnahu min as-samai fakhtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Tadhruhu ma tadharu, hakiwachi kitu, inachukua kila kitu, unaona. Kwa hivyo tadhruhu riyah, kwa hivyo hashim bimaana majani yalikaukiana, yamekuwa kama kapi yasiokuwa na faida, yasiweza kulika, yasiweza kufanya yote. Jalatu karamim, hiyo ramim hamidan fa asbahu kaajazi nakhlin khawiya, na wao penye hao kufa wakaangamizwa, wamekuwa kama mti uliokuwa kigogo kilichokuwa na maana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alisema, sallallahu ala nabii sallallahu alaihi, anasema nusirtu bisaba, nusirtu bisaba wa uhlikat hadun bidabur. Nusirtu bisaba wa uhlikat adun bidabur. Saba ni upepo unakuja unavuma kwa nyuma, anasema. Lakini upepo ambao ulikuwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake lilikuwa 3000 katika baridi kali, na wamejenga khandaki mbele katika vita vya Ahzab mwaka wa 5 Hijri, na makafiri wamekuja kila upande 12,000 nje, mbali na Mayahudi walikuwa ndani ya Madina, walikuwa pamoja na majeshi yaliokuja kwa siku ngumu sana. Mwezi umepita katika shida kubwa sana. Iliyosaidia ni kwamba fikra Salman Farisi walisema tujenge shimo handaki hapa kiasi cha upana ambao siwezi hata farasi kuruka, wakaja upande wetu, ikawa shimo limewakinga, lakini baridi na ulinzi kutwa kucha, wasije maadui wakatafuta njia wakapenya. Kidogo walipenya, ikawa wamekutana panga kidogo zilicheza kidogo kwa baina yao, lakini hasa kuvuka kimajeshi wamebakia kukaa nje mpaka Mwenyezi Mungu alivoleta upepo mkali ulivuma, ikabidi vikang'oa mahema yao, vyombo vyao, masufuria yote yakachukuliwa na mapepo, ni mahema yao yamechopoka yote, na zana zao zote, ikabidi tena waseme hakuna kukaa, sasa tukimbie. Unaposoma katika sura Ahzab, Mwenyezi Mungu anakuambia katika aya ya 9, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, dhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu. Idh ja'atkum junudun, walipokujieni junud,
watu 12,000 wametoka kila upande wa ahzab, makundi kwa makundi, kabail mbalimbali wamemiminika, waliotoka Makka, waliotoka sehemu mbalimbali nyinginezo, Tahama na wapi, wamekusanyika wote hapo. Mwenyezi Mungu asema farsalna alaihim riha, tukapelekea upepo. Na riha siku zote wa adhabu, yani hauna khairi ndani yake kwa wale waliokuwa makafiri, kwa wao kwa ni shari tu, bali ni khairi kwa waumini. Na kwa farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha, ikawa jeshi katika askari wa Mwenyezi Mungu. Jeshi, upepo ni askari wa Mwenyezi Mungu, ni junud. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan, mwenye nguvu zisizoshindikana, hakiman, mwenye hikma, kwa kila kitu anafanya kwa hikma kubwa na tasarrufu iliyokuwa sahihi kabisa. Kwa hivyo wajunudan lam tarawha, na malaika wameshuka kuwatia woga zaidi wale, na kuwatia nguvu wa kidogo, walau wapumue kidogo. Wajunudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Kwa hivyo hii ndio shauri unapokuwa upepo mkali kwa maadui na kwa dhidi yao, hapendi haya. Wa hazama al-ahzaba wahda, a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda, amekuza tia nguvu jeshi lao na akashinda Mwenyezi Mungu vita vya ahzab peke yake. Wa hazama al-ahzaba wahda. Na hapa kama hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, nusirtu bisaba, nimenusuriwa na upepo huu, ikabidi majeshi yote yakaondoka, tukashinda. Na baada ya vita 5 hijri, mwaka wa 5 wa hijri huu, na kungoka kila kitu, wakaondoka, bali hata zile tokea kuhajiri kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, wako nyuma yao, wako tu katika kuwafuatia njia za kwa nini, za kuvunja nguvu za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio vikawa vita baada ya vita. Mwaka pili vikaja Badr, mwaka 3 kaja Uhud, halafu tena mwaka 5 wakakusanya jeshi kubwa kabisa hili. Baada hapa wakaona watu hizi na wakaingia woga. Mwaka 6 Mwenyezi Mungu alipompasha mtume wake, nendeni kafanye umra, walipofika wenyewe wakuja kutaka sulh. Kwa nini? I'tiraf, kukiri kwamba Waislamu washakuwa na nguvu. Hataki mtu sulhu na wewe, mpatane, msikilizane, mwekeane treaty, ile iko yeye anajua kwamba ya nguvu zenu sawa, au yeye ana nguvu zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo peke yake ni i'tiraf. Na haijapita miaka miwili akaiteka Makka, خلاص. Ile adui wote ulianza miaka 13 iliyopita ya Makka na miaka 5 ya Madina, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hana raha. Makureshi watafanya nini? Makureshi wana njama gani? Wanataka kufanya ndimi gani, hivi vitimbi gani wanavyo vingine? Lakini baada hapo tena Mwenyezi Mungu akatia nguvu. Tayeb, na wahulikat adum bidabur. Dabur anasema upepo rihin gharbia, upepo unavuka upande wa magharibi, unavuma. Wao ndio upepo ambao uloangamiza nini kaum Ad. Kwa hivyo hapa tukija tukieleza aya hii tumesema وما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Sio ziko aya nyingine pia zimetaja kuhusu idha Ad, lakini nafikiri natosha kwa haya tuelezea. Ni kwamba baada ya kisa hiki cha Ad, halafu ja'alatu karramim, inakuja kisa Thamud. Lakini tazama utaona kwamba Thamud pia habari zake zimeelezea aya 2 tu. Wa fi thamuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Hapa tutaelezea zaidi inshallah kesho kuhusu Thamud na yaliyotokezea kutokana na ayat sehemu nyinginezo inshallah. Bihadha naktafi. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.